Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la waandishi wasio na mipaka RSF inaonyesha hali ya wasiwasi kuhusiana na mustakabali wa uhuru wa vyombo vya habari duniani. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, zaidi ya nusu ya mataifa na maeneo mengi tu duniani sasa yako katika makundi ya mazingira magumu kwa waandishi wa habari. Ripoti hiyo inaeleza kuwa ni nchi 7 pekee ndizo zinakadiriwa kuwa na mazingira mazuri kwa waandishi wa habari, zikihusisha takriban 1% tu ya idadi ya watu duniani. Na tunaliangazia hili kwa kina tukizungumza na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Deodatus Balile pamoja na Maxence Melo, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Jamii Afrika. Maxence na Balile, mnanisikia? Hello? Hello? Mnanipata vizuri hapo? Tunakupata vizuri. Aha. Balile, unanipata? Nakusikia. Aha. Maxence, na wewe unanipata vizuri? Vema kabisa. Kwanza hongereni, nafahamu mmekuwa Arusha kwa takriban siku 3 kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Natamani kusikia kutoka kwenu ni shughuli gani zimefanyika hapo na maadhimisho haya yamekuwaje kwa mwaka huu? Nimemwachia Balile hapo. Karibu Balile. Unaanza na nani sasa? Balile. Hapa Arusha kwa kweli Arusha tumekuepo tangu jana. Tumekutana wanahabari kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini, na leo waziri mwenye dhamana na masuala ya habari Mheshimiwa Paul Makonda amehitimisha kwa kufunga kongamano hili, ambapo kabla ya ujio wa waziri Makonda tulikaa kama wanataaluma, tukawa tunaangalia wapi kuna tatizo, wapi tumepatia, wapi kiongezwe, lakini yaliyoibuka makubwa zaidi ni swala la uchumi wa vyombo vya habari, ambalo hata mgeni rasmi naye amelizungumzia kwamba uchumi wa vyombo vya habari unahitaji kuangaliwa kwa jicho la pekee, kwa kuangalia jinsi ya kuwa na vyanzo vya mapato nje ya vyanzo vilivyozoeleka, kwa maana ya kwamba bila uchumi imara vyombo vya habari haviwezi kuandika au kufanya kazi kwa ufanisi unaotarajiwa. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba iundwe kamati ya pamoja kati ya wadau na serikali, badala ya haya maazimio kwa yanakabidhiwa alafu baadaye tunarudi mwaka mwingine kuyarudia vile vile. Mheshimiwa Makonda akasema kwamba sasa tufike mahala tuwe na kamati ambayo itakuwa inazungumza na linalomalizwa linatiliwa tiki kwamba hili tatizo tumelimaliza, tumesonga mbele, mwisho wa siku tuweze kuwa na tasnia ya habari isiyo na malalamiko na yenye uwezo wa kiuchumi. Balile, mijadala ya uchumi wa vyombo vya habari imekuwa kwa miaka mingi sana, na mara zote sio tu kwenye mkutano kama huo, kwenye mikutano mingi mmekuwa mkijadili namna ambavyo vyombo vya habari vinaweza kujipatia fedha kutokana na vyanzo vingine tofauti na vilivyozoeleka, na ahadi zimekuwa nyingi sana. Tofauti ya maazimio haya mlioyafanya leo na mikutano mingine ni ipi, na labda kwa namna gani tasnia na wanahabari wenyewe wanaweza kuwa na matumaini? Kuna wazo jipya kabisa ambalo halijawahi kuwepo katika mijadala iliyopita. Mijadala mingi iliyopita tulikuwa tukizungumza kwamba watu waongeze ujuzi, vyombo vya habari ambavyo ni magazeti, redio na televisheni vifuate wateja kwenye mitandao ya kijamii, kwamba tubadilishe, tufuate teknolojia, lakini imethibitika kwamba hata huko kwenye teknolojia malipo hayapo. Kwa hiyo sasa limekuja wazo jipya kabisa kwamba tufike mahala sasa vyombo vya habari vianzishiwe ule mfuko wa vyombo vya habari unaoanzishwa na sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 chini ya kifungu cha 22, kwamba sasa uanzishwe
Na mfuko huu ukianzishwa, serikali iangalie utaratibu wa kuweka fedha kama inavyosaidia vijana, kina mama, wazee, wasanii na makundi maalum. Lakini sasa hii isiwe msaada, kwamba vyombo vya habari vikopeshwe kwa riba ndogo, ikiwezekana 1% au 2%, na vyombo vya habari vipewe ujuzi wa kufanya biashara mbadala. Kwa mfano, Mheshimiwa Waziri amezungumzia utalii, kwamba sekta ya utalii ina fedha nyingi, lakini vyombo vya habari havijaingia huko kwenye sekta ya utalii. Kwa hiyo tuangalie wanavyoweza kuwekeza kwenye sekta ya utalii, wawekeze kwenye sekta ya majengo, wawekeze kwenye sekta mbalimbali ambazo zinazalisha fedha zinazotumiwa na watu wengine kufanya taaluma nyingine zikaneemeka, badala ya kukaa tukilalamika kila wakati. Na hizo fedha sasa zikishazalishwa, faida inayopatikana irudishwe kwenye vyombo vya habari kwa ajili ya kufanya kazi ya msingi ambayo ni ya kukusanya taarifa, kuzichakata na kuzichapisha kwa nia ya kuhabarisha jamii. Nitarudi kwako Balile. Maxence, naomba kuanza kwako na ripoti ya RSF ambayo inaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya dunia iko katika mazingira magumu kwa wanahabari. Hii inamaanisha nini kwa mustakabali wa taaluma ya uandishi wa habari? Niseme ni changamoto mpya ambayo si ya nchi moja, ni zaidi ya uchumi wa vyombo vya habari. Kakangu Balile ameongea hapo, lakini tukiangalia hali ya dunia inavyokwenda, siasa za dunia zinavyokwenda, ni ishara kwamba tuna viongozi au watawala katika mataifa yetu ambao wamekuja tofauti na ambavyo nadhani mataifa yetu yalitarajia hapo awali. Kuna mataifa yalikuwa yanajisifu kwa uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa wanahabari. Nadhani kwa sasa hivi hata wenyewe wanajitafakari pia. Kuna wakati mpaka naongea na baadhi ya viongozi wao ambao wanawakilisha mataifa yao hapa, wanakuambia jamaa kashaongea tena. Yaani wanaombelea sana Watanzania wasije wakajua kaongea nini. Sasa inapofika hatua kama hii, ni ishara kwamba dunia inapitia wakati mgumu sana. Lakini ukiachana na masuala ya viongozi, tuna changamoto ya ukuaji wa teknolojia ambao pia umepelekea uminywaji kuwa ni modernized. Wakati sisi tunaangalia teknolojia inayomwezesha mwananchi kuwa sehemu ya uchakataji wa taarifa, lakini wale wabanaji wa uhuru wa vyombo vya habari wameweza kupata mbinu mpya, wamebuni mbinu za kuweza kukabiliana na vyombo vya habari na wanahabari. Lakini pia sasa ukiangalia sasa hivi, tulikuwa tukiongelea zamani mwandishi wa habari, hatukuwa tunaongelea usalama wa kidijitali. Mashambulizi kwa waandishi wa habari ya kidijitali yameongezeka kwa kasi kubwa sana kuliko hata mashambulizi physical. Na hili si jambo dogo, na nikiangalia miaka 3-4 inayokuja yatakuwa ni makubwa zaidi ya yanavyoonekana sasa hivi. Lakini pia ujio wa akili unde na masuala kama haya yanachagiza wale wabaya wetu au wabaya wa vyombo vya habari na waandishi wa habari kuwa wanapata fursa ya kufanya disinformation au upotoshaji, lakini wanafanya upotoshaji zaidi kwa namna iliyo bora zaidi. Si bora kwa mwananchi, ni bora kwao, lakini ikiwa ina madhara makubwa sana kwa waandishi wa vyombo vya habari, na hata kupelekea integrity ya vyombo vya habari kupotea au heshima ya vyombo vya habari kupotea. Asante Maxence, umezungumza vizuri kwamba hii inaonyesha kwamba waandishi wa habari na serikali kubana uhuru wa wanahabari katika nchi nyingi duniani. Niambie kuhusu Tanzania, hali ya uhuru wa vyombo vya habari na kujieleza, unaweza kusema ikoje kwa hivi sasa? Tuko vizuri. Unamaanisha nini? Nadhani tukisimama kwa jinsi ambavyo mamlaka zimekuwa zikitoa takwimu ya idadi ya magazeti yaliyosajiliwa, idadi ya blog zilizosajiliwa, idadi ya redio, hapo tuko vizuri. Lakini tukija kwenye kuangalia sasa, tuongee na mwananchi mwenyewe, kwa sababu sisi tuko kwenye jukwaa ambapo tunaona wananchi wanaongea. Dadangu Imani, nakwambia ukweli, hali ya vyombo vya habari ni mbaya, hali ya waandishi wa habari ni mbaya. Waandishi wetu wamefika wakati ambapo unaona ni uchawi umepitiliza. Yaani kuna mwandishi ni mkongwe ambaye ulitarajia ni wa mfano kwa vijana, kuonyesha kwamba amepitia mengi. Wanasema ni ukiona nyani mzee unajua amepitia mshale mingi. Lakini unaona mwandishi wa habari mkongwe ambaye zamani alikuwa anaonekana mwandishi wa habari za uchunguzi,
anageuka chawa ambaye anasifia ujinga. Sasa wananchi si wajinga kwa sasa hivi, wanaweza kutambua kwamba huyu mwenzetu kashahamia upande wa pili au kashatugeuka. Maana tukisema upande wa pili haimaanishi kwamba eti kusifia. Waandishi wanayo haki ya kusifia, wanayo haki ya kukosoa. Lakini inapofikia mwananchi anaona sauti yake haiwakilishwi tena, mwandishi anabakia kuwa ni yeye ni mwakilishi ya sauti ya mtawala, ni kwamba mwandishi anakuwa amesahau wajibu wake pale inapokuja pale mwananchi anapokuwa anaonewa. Na sasa hii imepelekea wananchi kutafuta avenues za kujisemea wenyewe. Sasa ni bahati mbaya tunapoenda kwenye uhuru wa vyombo vya habari, inapokuja kwenye dijitali ndo hovyo kabisa. Kumradi sana TCRA imegeuka kuwa ni kichinjio, na inavyoenda hivi si nzuri sana. Mara nyingi namwambia it's not healthy. Unafungia X ili isipatikane Tanzania, lakini wewe unaingia X kuwasiliana na wananchi. Sasa wananchi si wajinga sana hivyo. Lakini unazuia Jamii Forums kupatikana. Lakini ikitokea kitu kadogo kamepita Jamii Forums na lalamika Jamii Forums anapitisha kitu fulani, wakati umeizuia kupatikana katika nchi yako. Lakini pia Jamii Forums imezuiliwa kupatikana Tanzania sio kwa mujibu wa sheria. Imeblokiwa tu na hakuna maelezo. Tumeomba maelezo mara nyingi, hatupewi maelezo. Na wananchi wanatuliza kwa nini? Sisi tulishatoa taarifa, hatujui na hatutaki kujiingiza huko. Tunaendelea kutoa huduma kwa mataifa mengine tunapoendelea kutoa huduma. Lakini masuala kama haya yanaifanya nchi yetu iwe na sura mbaya, taswira si nzuri. Lakini zaidi, waandishi wamefika point, kuna mamlaka haziguswi. Kuna watu hawaguswi. Lakini watu hawa wapo kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya wananchi. Na mwandishi huyo ni sehemu ya wananchi. Mwandishi anapofika point anaogopa kwamba akiandika ataishia aidha kutekwa au kunyang'anywa leseni, imeibuka jambo. Sasa kuwa na mamlaka hizi yawezekana ni jambo jema na wengine tuko tayari kufanya kazi nazo. Lakini inapokuja kuonekana kama mamlaka inakuja kwa ajili ya udhibiti badala ya kuongoza au kutoa mwongozo, inageuka kwamba sasa waandishi wetu wanakuwa wanyonge. Na swala kama hili kuchekea tu. Ni bahati nzuri wananchi wanapoyaona haya wanatusaidia kutetea vyombo vya habari, wanasaidia kutetea waandishi wa habari. Lakini kuna waandishi ambao ni courageous na wahitimu sana na wapongeza sana, waendelee kufanya kazi yao, najua magumu wanayoyapitia. Lakini niseme hata iwe kiza vipi utakucha. Balile, na kuja kwako wewe kama mwenyekiti wa jukwaa la wahariri, unakubaliana na hiki anachokisema Max kwanza, na kama ndivyo unadhani kwa nini tumefika hapa? Aliyevaa kiatu ndiye anayejua kinapobana. Max sijui kama amewahi kufanya kazi gazetini, kwenye redio au TV. Max anafanya kazi kwenye social media. Na kwenye social media hiki anachokisema ndio dunia iliyoko kule. Yaani kuna kizazi fulani ambacho kiko kwenye social media, lugha yake ndio hiyo ya kwamba waandishi hawafanyi kazi yoyote, waandishi hawafanyi hili. Lakini kwa uhalisia mengi wanayoyazungumza kwamba waandishi hawafanyi wanayafahamu kutokana na kazi ya waandishi wa habari. Kwa hiyo sasa kuna tabia ambayo imeibuka katika jamii, sio Tanzania tu, ni duniani kote. Baadhi ya watu kudhani kwamba kizazi hiki kipya kina ujuzi, kina maarifa, kina taarifa sahihi kuliko wengine waliotangulia. Kwa hiyo hata kama mtu akifanya kitu kikubwa namna gani, wao wanayo nafaa, yani kutokana wamehama kutoka kwenye misingi ya taaluma ambayo taaluma ilikuwa inakuambia mwandishi wa habari, na inasema mpaka leo mwandishi wa habari anapaswa kuwa kama refari aliyechezesha Simba na Yanga jana, asiwe na upande. Lakini sasa unapokuwa umehama kutoka kwenye msingi mwandishi wa habari, ukasema mimi ni chama tawala pase, ukasema mimi ni upinzani pase, ukahama kutoka kwenye uandishi ukaenda kwenye harakati, hilo jicho litakwenda hivyo. Mimi ukiniuliza, vyombo vya habari vinafanya kazi kubwa sana sana sana, na tunayo mifano hai. Unaweza kwenda Balile, msingi wa swali langu ni kwamba hali ya uhuru wa vyombo vya habari nchini kwetu ikoje kwa hivi sasa? Swala la uhuru ni relative. Mimi nimekuambia kwamba alichokuwa anazungumza Max ni tofauti na unachouliza. Kama ni hilo, Report Without Borders imeonyesha kwamba tumeshuka kidogo kutoka 95 kwenda 117. Na hii si dalili njema. Na hii imetokana na matukio kadhaa yaliyojitokeza, ambapo unakuta kama Jambo TV imefungiwa, na mara zote tumekuwa tukisema kwamba hatukubaliani na kufungia. Lakini pia uchumi wa vyombo vya habari, Max anaweza akadhani kwamba uchumi sio shida, lakini chombo cha habari kinapokuwa hakina uchumi imara au kinapofanya kazi isilipwe,
basi ni kazi ngumu sana kutetea uhuru wa vyombo vya habari ili hali una nyenzo za kuwezesha kuutetea. Uligusia pale awali kwamba moja ya mapendekezo ambayo yameibuka kwenye mkutano huu huko Arusha ni kwamba serikali ijitahidi kuvikopesha vyombo vya habari fedha kwa riba ndogo ili viweze kujiendesha. Balance vipi mzani kwenye kupewa pesa na uhuru wa vyombo vya habari, kama huko ndiko ambako vyombo vya habari vitakuwa vinapewa pesa manake na serikali ama watawala? Kwa namna gani wanahabari na vyombo vyao watakuwa objective? Ni swali zuri sana. Inategemea unaliangalia swala hili kutokea engo ipi. Leo tunavyozungumza, vyama vya upinzani vinapata ruzuku kutoka serikalini, lakini ni vyama vya upinzani na vinafanya kazi ya upinzani. Bunge linapata fedha kutoka serikalini, bado linafanya kazi ya bunge. Mahakama inapata fedha kutoka serikalini, bado inafanya kazi ya mahakama na kulinda haki. Lakini tunaweza kusema kwamba tusichukue fedha za serikali ya Tanzania hapa kwetu, ukasema tuchukue fedha za wafadhili. Wafadhili ni fedha zinazotokana na serikali za nchi nyingine. Kwa hiyo kwa nini iwe halali kuchukua fedha kutoka serikali ya Marekani, Uingereza, Norway kupitia miradi ambayo wanaiweka na pengine inakuja na masharti tukakataza Tanzania? Tatizo litakuwa kwa mtu, lakini halitakuwa katika mchakato wa kuzipata zile fedha. Kama tunaona ni halali kupewa fedha na wafadhili wakatupa na masharti na wengine wakayatekeleza na wengine wakayakataa, itakuwa ni ajabu kweli kudhani kwamba vyombo vya habari vikiwezeshwa na kodi za wananchi ambazo serikali inakusanya kwa niaba yao, basi vyenyewe vitakuwa vimepoteza uhuru. Lakini wapinzani, vyama vya upinzani vikipewa kodi, fedha zinazotokana na kodi, basi hao hawawezi kupoteza uhuru wao. Niambie maadhimio yenu kuhusiana na vyombo vya habari ambavyo vimefungiwa na hata majukwaa ya kidigitali. Umemsikia Maxence hapo akisema jukwaa la Jamii Forums halipatikani Tanzania, lakini tuna mtandao wa X haupatikani, Clubhouse vile vile, Telegram, lakini vyombo vya habari kama Jambo TV umetaja hapo Balile. Wakati mnaibua hoja kama hizi kwenye mkutano, kama zimeibuliwa, mmeazimia nini, na ninyi kama jukwaa la wahariri mnahakikisha vipi vyombo hivi vinaachiwa huru na hata majukwaa ya kidigitali? Maazimio yetu yako wazi, tumeyasoma wazi. TV zilikuwa live na tumeyatoa kwenye social media, tumeyakabidhi kwenye magazeti. Hatukuuma maneno. Tumesema hatukubaliani na ufungiaji wa vyombo vya habari kama Jamii Forums, kama Jambo TV, au vitisho, manyanyaso wanayopata waandishi wa habari kama matukio 8 yaliyopita tangu Januari mpaka sasa, ambapo waandishi wamekamatwa katika mikoa mbalimbali ikiwemo hapa Arusha tulipo, wakakamatwa na kufikishwa polisi alafu baadaye wakaachiwa. Tunasema kwamba hiyo inafifisha uhuru wa vyombo vya habari. Jambo tunalopaswa kufahamu, mamlaka ya vyombo vya habari au mamlaka ya taasisi za kihabari sio mamlaka ya kipolisi, kwamba hatuwezi sisi kuwa na mamlaka ya kwenda kuingia pale TCRA kuambia kwamba haya simama nenda mfungulie, ila tunapeleka kauli mahususi kwamba hatukubaliani na tunataka hivyo vizingiti vilivyowekwa kwenye hivyo vyombo vya habari viondolewe, kama ambavyo tumekuwa tukisema mara zote. Na tumesema kwa uwazi, hatukusemea chini ya meza. Tunaamini kila mwenye masikio amesikia na utekelezaji utakuwepo. Maxence, nakuja kwako tena. Ulizungumzia swala la sheria, swala ambalo pia ni mjadala mpana sana katika mazingira ambayo tunaona kuna vitisho kwa wanahabari, kuna kukamatwa kama matukio 8 ambayo yamepita, Balile amesema pia. Lakini pia waandishi wengine kujihami tu, tunasema kwa kimombo kufanya tu self censorship kwa sababu wanaona madhira ambayo wenzao wamepitia. Sheria zetu za habari kwa hivi sasa tunavyozungumza ni rafiki kiasi gani kwa wanahabari na vyombo vyao? Ni changamoto kwa sababu kaka Balile mwenyewe ni shahidi. Sitaongelea alikuwa anaongelea, lakini inajikita kwenye sheria. Kaka Balile ana kumbukumbu ambavyo wakati Rais Samia anaingia madarakani, ambavyo kulikuwa na matumaini kwamba sheria zinaenda kurekebishwa, tunaenda kuondoa 1, 2, 3, lakini vitu vimebakia vile vile. Changamoto zimeendelea kuwa zile zile, zimeongezewa zaidi. Kanuni za maudhui ya mtandaoni zilifanyiwa maboresho mwaka 2022, lakini na 2025 mwezi wa pili zikaongezewa makali zaidi. Na nadhani narudi pale
wenye, kwa mfano kama TCRA na mamlaka nyingine, tutoke kwenye kudhibiti sana, tuwe kwenda kwenye kuregulate na kukaa na wadau na kusikilizana. Sisi ni Watanzania, tunahudumia Watanzania, lakini nadhani kutumia sheria sana kama ndo mwarobaini wa kutatua mambo inafika stage ambayo si nzuri sana. Nilisikia msemaji wa serikali akisema wakiamua kufungia watafungia zaidi, lakini ni kwa kudra za fulani. Nadhani uhuru wa vyombo vya habari si hisani. Kama ni sheria ziko so transparent, na sheria zipate pande zote, mtekelezaji wa sheria ama msimamizi wa sheria, mamlaka husika, na yule anayesimamiwa. Sio sheria kwa upande wa msimamizi wa sheria inaelekeza hivi, yeye anachukua upande huu na hataki kusikiliza upande wa pili, ingawa yeye mwenyewe ameshaifunga sheria. Sasa tumekuwa na uvunjwaji wa sheria na wasimamizi wa sheria, kitu ambacho kinafanya inaonekana kama ni immunity na sheria imetungwa kwa ajili ya kudhibiti upande mmoja. Kwa hiyo inapelekea self censorship kwa waandishi, inapelekea kujidhibiti wenyewe vyombo vya habari, na inapelekea chombo cha habari kinaweza kusema interview inafanya tusifanye fulani naye tusifanye naye maongezi, au inapelekea wananchi wenyewe kwenye mitandao wanaanza kutumia majina ya nchi fulani kuongelea nchi yao. Naanza kuita nchi yako Malawi kwa sababu unatafuta namna ya kuachia salama. Nadhani Tanzania yetu hatukuwa tukiona hivi, lakini ukiwasukuma sana wananchi, ukiwasukuma sana waandishi wa habari, utawafikisha huko. Tatizo ni kwamba wakishafika huko, hata hizo sheria zilizokuwa nadhani zitakusaidia tena. Uligusia kidogo swala la usalama wa wanahabari kwenye mitandao ya kijamii ambalo pia mjadala wake ni mpana Maxence. Na tumeona matukio kadhaa pale ambapo mwanahabari anafanya kosa, unakuta kinga yake haipo kabisa ama ni ndogo sana, na mara kadhaa tumeshuhudia hata vyombo vyao wanavyofanyia kazi vikiwakana kwamba huo ni msimamo wake binafsi. Unadhani kwa namna gani wanahabari wanatakiwa kulindwa na vyombo vyao, hasa wanapokutana na madhira ya kiusalama kutokana tu na kazi yao ambayo wanaifanya ama majukumu ambayo wanayatekeleza kitaaluma? Niseme kwa kweli, taasisi yoyote, kiongozi ukiwa unaongoza watu wako, sasa chombo cha habari kiwa ni taasisi, unatakiwa kusimama na watu wako. Wakikosea, unajua makosa kayafanya, lakini tutasimama naye katika hii aweze kuvuka. Tuna changamoto kubwa kwamba wamiliki wa vyombo vya habari au wahariri wakati mwingine wanashindwa kusimama na waandishi wao hata kama wanakuwa wameteleza. Lakini wakati mwingine inawezekana mwandishi ajue hata jinsi ya kujitetea. Basi kama ninyi hamjui jinsi ya kujitetea, tafuta asasi za kiraia, tafuta hata wenye mamlaka, kaa nao, ongea nao, au waombe ushauri namna gani ufanye kuweza kumsaidia mwandishi, kwa sababu sidhani kwamba kuna waandishi ambaye ni mwandishi professional ambaye well trained anayefanya hivyo kwa ajili ya kukomesha au kukomoa. Ni bahati mbaya wengine anaweza kateleza kidogo, lakini adhabu inayoambatana naye nakuta haikuwa stahili yake. Kwa kweli vyombo vya habari vilivyo vingi vinaangalia maslahi tu, vinashindwa kuangalia watendaji hao ndio wanaopelekea hayo maslahi kupatikana, lakini hata jina la chombo chenyewe limetengenezeka kwa sababu kuna watendaji walio nyuma yake, na watendaji hao ni hao waandishi wa habari. Sawa, muda wangu umenitupa mkono, nina kama dakika 3 za kuzungumza nanyi. Ningependa kusikia hili kutoka kwenu nyote. Teknolojia imetuletea aina mpya waandishi wa habari kwa maana ya citizen journalism, na hii imeathiri vipi kwa upande hasi ama chanya tasnia ya wanahabari? Uligusia Maxence kidogo, lakini natamani utuchimbulie zaidi, na ningependa kusikia kutoka kwa Balile pia. Labda kuna vitu ambavyo kwa kweli tukiviacha vikaenda hivi watu wanaweza kutushangaa. Waulize waandishi waliokamatwa. Kwa kweli sisi viongozi wa vyama vya kihabari hatulali. Mtu akipata tatizo tunapambana mpaka anatoka ndani. Sasa kwamba tunawakimbia, tunawatelekeza, nyewe waulizeni tu waliopata matatizo, wenyewe watawaambia. Hatuwezi kutelekeza mwanahabari mwenzetu eti kwa sababu kakamatwa. Hilo linakuwa ni kosa la jinai. Lakini pia kwenye sheria, jamani, hapa nchini sheria ya huduma za habari ilikuwa inageuza kashfa kuwa jinai, lakini ilirekebishwa mwaka 2023. Mitambo inspector wa polisi alikuwa anaweza kuivunja kwa nyundo na asishtakiwe. Imeondolewa, marekebisho yamefanyika. Mtu alikuwa anafanya kazi kama mtu binafsi, serikali inatumia fedha kushtaki kwa niaba yake, imeondolewa. Nadhani tuji-update kidogo baadhi ya mambo yaliyofanyika, ili tuseme hakuna kilichofanyika wakati mengine kwa kweli yametokea. Kwa maana hiyo Balile,
unasema kwamba mazingira, sheria zetu ni rafiki kutosha kwa wanahabari, sivyo? Ukilinganisha na sheria tulizokuwa nazo. Yaani wewe umewekeza mtambo wako wa shilingi bilioni 8, alafu inspector wa polisi ana haki ya kuvunja vunja. Leo sheria imerekebishwa, hana hiyo haki. Hapo ni mbaya, imekuwa nzuri zaidi. Yaani wewe pima tu kwamba kipindi kilichopita inspector wa polisi alikuwa anaweza kuvunja mtambo wako wa bilioni 8 GOS umenunua kutoka Ujerumani. Leo sheria imemuondolea hiyo mamlaka. Unasema imekuwa mbaya, imekuwa nzuri. Ilikuwa kashfa inageuzwa jinai. Maana yake kashfa kugeuzwa jinai ni kwamba unashtakiwa na serikali kwa niaba ya mtu aliyeiba. Sasa leo, lakini hiyo haimaanishi kwamba bado kuna maboresho yanahitajika, sivyo Balile? Naam. Lakini hiyo haimaanishi kwamba haiondoi ukweli kwamba bado kuna maboresho yanahitajika kufanyika katika sheria zetu za vyombo vya habari. Aliyekataa maboresho yanahitajika, ila tunahitaji kuelimishana ili wote tuwe na uelewa unaofanana. Tusiamke kila siku tunazungumza lugha ambayo pengine baadhi ya vitu vimeshabadilishwa lakini hatujui au hatutambui kama vimebadilishwa. Sawa sawa, tuelekee kwenye swali langu la mwisho. Napata nafasi ya kuongea labda? Karibu Maxence. Asante. Na nitafikita kwenye swali lako. Kwa kweli kwa upande wa Balile mambo ni mazuri. Nakubaliana naye kwa upande wake. Na naheshimu mawazo yake. Lakini niseme mimi kwa upande wangu, kwa sababu dijitali ndio tunayoendelea na tuna dakika moja. Zamani mhariri mmoja tu alikuwa na uwezo wa kuamua Watanzania wasome nini na kitu gani wasikisome. Dijitali au mitandao imeondoa ukiritimba. Na waliokuwa wanafanya huo ukiritimba, kuna kipindi walikuwa wanatamani kabisa mitandao izimo. Na niseme ukweli, sauti ya wengi, sauti ya wananchi imeweza kutarada kwenye dijitali. Lakini niseme kwa upande watu ambao wanakuwa wanashika serikali. Jambo moja ambalo niliseme kwamba social media zimetoa uhuru wa kila mtu kuchangia mawazo yake, kutoa habari, kuchapisha habari bila kinachoitwa vidhibiti vya wahariri waliokuwa wanaminya habari kwa maelezo yanayotolewa na wengi. Lakini zimeleta jangwa la habari. Ukimaanisha nini? Taaluma. Jangwa la habari kwa maana ya kwamba sasa hivi kila kinachokusanywa kinapita, na matokeo yake ile hali ya kuhakikisha kwamba kuna kuseti agenda, kuna jamii kuwa na mwelekeo fulani ambao umewekwa kama wazee walivyokuwa wanakaa kwenye vijiwe wanakubaliana jambo, wanakuwa na consensus, haipo tena. Kwa hiyo unaweza kuingia kwenye social media ukakutana na misinformation, disinformation, garbage, na ndio maana sasa hivi kuna terminology moja wanasema kwamba news desert. Mtu yeyote search aangalie news desert. Kuna taarifa nyingi kila pahala, lakini ubora wa taarifa umeshuka sana. Kwa hiyo ndio maana imeshusha kiwango cha kuaminika kwa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, jambo ambalo tunahitaji kulifanyia kazi. Ilikuwa habari ikipitia kwenye mikono ya watu 3-4, kuna jambo ambalo lilikuwa si sawa, wanaliona na kuliweka sawa. Lakini kwa kudhani kwamba mtu anayefika kwenye eneo la tukio akapata taarifa anasukuma anavyoona inafaa, tunaweza kudhani tumetoa uhuru, kumbe tumetengeneza janga ambalo jamii inapokea garbage na consume garbage. Naomba nikuulize swali la mwisho Balile. Ombo hili ambalo unasema na kubaliana na wewe kabisa, tatizo liko wapi? Kwetu wanahabari na vyombo vyetu kutokuendana na kasi ya teknolojia, kwa sababu kama unavyosema teknolojia ni fursa, ama na sisi tumeona kwamba sasa tuendelee na citizen journalism hata viwango kama unavyosema vimeshuka? Tatizo tumechupia, yani tumeingia tu ilivyokuja, tumeipokea wholesale. Tunaposoma habari kwa mfano BBC, Shinwa, Al Jazeera, CNN, hao tunaziona online, kuna ofisi kabisa, watu wanakaa, ofisi ina watu 10, 20, wanapitia, wana sheria, ina watafiti. Lakini sisi mtu akishanunua smartphone anafungua chumba chake cha habari. Leo kwa mfano ukienda kama Jamii Forums ukienda ni newsroom ambayo unakuta kuna watu, kuna researchers, kuna nani. Hao tunahitaji kuwa na Jamii Forums nyingi kuliko ambavyo sasa hivi hali ilivyo, ambapo kila mwenye smartphone anafungua account yake, anasema ana live stream, anafanyaje, hakuna uhariri wa aina yoyote, hakuna ufuatiliaji kuthibitisha, kashfa zinasambazwa bila kuverify kujua kwamba ni kweli sio kweli. Kwa hiyo hii ni taaluma ambayo inahitaji, hata kama tunakwenda kwenye social media, tunakwenda online, lazima tuwepo na kitu kinaitwa verification, kwamba watu wakae wajiridhishe kwamba unachotaka kupeleka dhidi ya Max ni cha kweli sio cha kweli.
Maxi amepewa nafasi ya kusikilizwa, hajasikilizwa. Sheria inasemaje? Kwenye social media hili halifanyiki kwa Tanzania. Lakini ukisoma BBC, ukisoma CNN, ukisoma wapi, na mtu akifanya hovyo kwa hizo za nchi za wenzetu. Angalia leo mkurugenzi wa usalama wa Marekani alipost namba 8647. Yuko mahakamani, amepandishwa kizimbani kwamba wanatafsiri hiyo namba ina mazungumzo fulani. Alipost kwenye Instagram. Sasa sisi kwetu mtu anataka posti kila kitu. Yaani hata kama ilivyotokea ile Oktoba 29, mtu mwingine anasema tununue mapanga, tufanye nini kama Kangura ilivyokuwa pale Rwanda na Burundi. Watu wanasema ndio uhuru wenyewe. Uhuru bila nidhamu ni utumwa. Balile, asante sana, nikutakie safari njema na tumai tutapata muda wa kuzungumza na wewe ukifika Dar es Salaam. Tutakukaribisha kabisa studio. Naona kuna mambo mengi tu ambayo unasema na yanahitaji mjadala mpana. Asante sana. Na rudi kwako Maxence, nikukumbushe tulipoishia tulikuwa tukizungumzia ujio wa teknolojia na citizen journalism. Imekuwa ni neema ama mwiba kwa sekta ya habari? Asante dadangu. Nimemsikiza kaka Balile nikabakia nasema sitamjibu. Naamini umma au hadhira tunayoongea nayo inasikiliza na ndio inayofanya maamuzi. Lakini niseme teknolojia kama nilivyosema awali, wale kuna watu bado wanatamani kushika, ukisikia taongea Balile, wanatamani wao ndio wahodhi taarifa na kabla hujaiba wao ndio wanakulisha. Sisi na labda niseme kwa watu wa aina ya Balile na wengine, hatutaki kuwanyang'anya uhariri wenu sisi wananchi. Naongea kwa niaba ya wananchi. Hatutaki kufanya hivyo. Au sisi innovators hatutaki kuwanyang'anya nafasi yenu kama waandishi. Ila tunataka kumpa nafasi mwananchi ambaye hana nafasi kwenye ukurasa wa gazeti lako. Hana nafasi. Sasa hivi naongea Crown. Si kila mwananchi ana nafasi ya kuja kuongea Crown. Lakini aweze kuchagiza. Wewe unaichakata taarifa, ichakate ikiwa ina hoja zake naye zimeweza kuambatanishwa. Sasa kama wananchi hawafuati zile taratibu za uandishi wa habari, wananchi sio waandishi wa habari, they are just citizens, na watabakia kuwa ni wananchi. Na ndio maana tunaita citizen journalism. Sasa hata neno journalism wao wasione sababu ya kuwepo. Isipokuwa ninachoweza kusema ni kwamba waachwe viongozi wetu wajengewe uwezo au wakumbushwe swala hili. Moja, serikali ya kwetu ni ya kidemokrasia. Na serikali yetu nayo ambayo ina ya kidemokrasia haiwezi kukimbilia kutumia pingu dhidi ya raia wake wanapokuwa wanaongea. Sidhani kama ni option nzuri. Kuna watu watakuwa wanashauri hivyo. Najua wanaoshauri hivi wapo, wanaosema wahivi kamata, wahivi dhibiti, lakini tukienda hivi tunaanza ugomvi kati ya serikali na wananchi. Sidhani kuna ulazima wa kuzima mtandao au kwa sababu eti kuna fake news kama inavyosema kuna taarifa za uongo zinasambaa kuna nini. Serikali inayoheshimu uhuru wa watu, serikali inayoheshimu mawazo ya watu itakuja kujibu hoja kwa hoja. Na ndio maana tuna maafisa habari na wanafikiwa wajengewe uwezo. Sisi tumeshasema tuko tayari kujengewa uwezo bure ili waweze kujua jinsi ya kuweza kujibizana na wananchi. Kumbuka ukiwa kiongozi unaongoza wanaokukubali na wasiokukubali. Wenye elimu na wasio na elimu. Yawezekana wewe ndio unayechanganya kuwapa elimu. Sasa usije ukaanza kutaka kuwadhibiti kwa kusema hawafanyi na wako juu moja mbili tatu. Nadhani tuwe wa demokrasia kweli, tuangalie jinsi ya kuwahudumia wananchi wetu. Lakini kama swala ni swala la uongo alikuwa anasema kaka Balile, nimemsikiza sasa swala la uongo limekuwepo hata kabla ya internet. Dadangu, ndio ukweli mchungu, lakini pia magazeti ya udavu na propaganda yapo tangu enzi. Na kina Balile walikuwa ni wahariri wa haya magazeti. Sasa utapoanza kuhamasishwa kuzuia watu watumiaji wa social media au mitandao kuona kama ni kitu sahihi, unasahau hiyo tunachoipigia kelele kwamba kifanyike kinaweza ikatumika against you. Kama alivyokuwa anasema kitu unakijua kikuwa asumike na kutosha whatever, it's fine. Lakini naomba naye ajue the same tool can be used against you. Mimi nasema kushirikiana kukumbusha serikali kuwa zinajibu hoja kwa wakati, lakini kama kuna upotoshaji serikali itoe ukweli kwa wakati, si kukimbia kutafuta mtu eti kapotosha. Haisaidii. Sana sana unaanza kugombana na wananchi wako. Si kama naeleweka kabisa. Kama kuna uvumi serikali itoe taarifa kwa wakati. Na tuna mzee wa ufafanuzi, basi atoe. Si kama naeleweka. Kukamata, kudhibiti, kufungia haitatui tatizo, na tunajenga taifa moja. Tukianza kugombana tunakaribisha adui anaweza kaingia katikati yetu, tutatafutana,
Sio kama naeleweka. Unaeleweka Maxence. Nitakuuliza swali nililomuuliza Balile hoja ambayo nakubaliana naye kwamba ubora wa waandishi wa habari hapa nchini kwetu umeshuka kutokana na maendeleo ya teknolojia. Unaona ombwe liko wapi? Kwetu wanahabari na vyombo vyetu kutokuendana na kasi ya teknolojia ama kulikoni? Imani, wewe umetokea mbali. Mimi na wewe tunafahamiana vizuri sana. Umejiongeza. Tuna waandishi wasiojiongeza. Si kama naeleweka. Kuna watu wana fixed mindset na hawataki kutoka huko, na hata wakiwa wanaongea utajua huyu mpaka atoboe anayo kazi. Kuna waandishi ambao akiangalia dijitali anaiona ni ujinga tu. Lakini Imani ameiona dijitali na akaanzisha fursa katika dijitali. Sasa tuna waandishi walio wengi ambao wanaona mtu kwenye dijitali ni mpuuzi, yeye anayejua kuhusu taarifa na uandishi. Na hili ni tatizo kubwa. Sasa hili ndio linaenda linaporomosha sekta kwa ujumla wake. Moja, lakini pia mitaala yetu ni ya kizamani mno. Yaani kuna chuo nienda kuangalia mtaala wangu kasema haya ndio mnasoma. Zama hizi za AI kasema basi tumekwisha. Kwa mantiki hiyo, ushindani sisi kwenye soko tuko nyuma mno na hatuwezi kushindana katika soko la Afrika Mashariki, la Afrika na hata la dunia. Kwa mantiki hiyo, mitaala lazima iendane na kasi ya mabadiliko ya teknolojia na jinsi ambavyo dunia inakwenda. Nimeona huo tatu, waandishi wana tatizo moja kubwa sana ambalo sijui niliseme, acha niliseme tu. Waandishi hawajui kuwa sehemu ya jamii. Mwandishi anaripoti taarifa as if yeye sio sehemu ya jamii hiyo. Wanakosa kitu kinaitwa empathy. Nimeona siku anabakia anaripoti as if yeye hayo mambo hayamhusu. Na ndo swali langu lilipokuwa linakuja Maxence. Nimeona mjadala ambao ninyi Jamii Afrika mlishiriki, nadhani mmeuandaa, public interest journalism. Nilitamani kusikia kiundani mmejadili nini, kwa sababu nina hakika hapo ndipo ubora wa wanahabari na uandishi wa habari ulipo. Ndio hapo nilipokuwa natokea kwamba mwandishi akijiona sio sehemu ya jamii, mambo ya Oktoba 29 alikuwa anaona hayamhusu, mpaka pale ndugu yake anaona no, sasa yanamhusu. Sasa niseme waandishi wanatakiwa kuwa mindful kama ambavyo wananchi walivyo, lakini mwandishi anatakiwa kuibua masuala yanayowagusa wananchi. Sasa ukiongea na waandishi walio wengi wanakuambia yale hayalipi, yanayolipa ni yanayogusa wanasiasa kwa sababu wana bahasha za kaki. The corrupt mindset inamuua mwandishi na inaua tasnia ya habari kwa Tanzania. Na sasa mwandishi mwenye maslahi mapana ya umma huwa wa Tanzania huona. Ukiwa ni mwandishi unayejitoa, ukamata kuacha kazi kwenye chombo chako cha habari, ukasema kuanzia sasa najitolea kuwa na cover habari za wananchi na nitahakikisha kwamba kero zao zinaripotiwa. Ndani ya Jamii Forums peke yake tu kuna kero za wananchi zaidi ya 7,000. Akatokea mwandishi akasema mimi nitakuwa nazipitia zile kero na jaribu kuzipackage kama mwandishi. Kumbuka wao wanaandika kama raia. Wewe unaamua kuzipackage kama mwandishi, unazitell in a way unaonyesha representation. Wananchi hawa watakuchangia hata pesa ya kujikimu wewe, huhitaji mshahara tena. Lakini waandishi anabakia kulalamika mapato nini. Sijui hata nisemeje, lakini mpaka mindset ibadilike kwamba kwa sasa dunia iko ukurasa mwingine. Nadhani itachukua muda. Maxence, asante, muda unatutupa mkono. Unadhani bado kuna umuhimu mkubwa wa kufanya maadhimisho ya siku ya vyombo vya habari, na mada zinazojadiliwa kweli zinafanywa kazi ama tunakamilisha ratiba? Kuna mada mimi kama aliongea kaka Balili ya uchumi wa vyombo vya habari, nimesikia nadhani miaka 5, 6, 7 iliyopita na kila mwaka inakuja, na nakumbuka hata mbele ya Nambe ilitolewa hivi alikuwa anaongea, inaongea kwa uchungu sana uchungu. Amesema kuna kitu kimeongezeka hivi sasa cha tofauti, imebadilisha kitu. Sisi ndo tunakwenda kwenye utekelezaji Max. Ndio hapo tunaanza kulilia serikali itupe chochote. Hapana. Tunatakiwa waandishi sasa wanatakiwa kufanywa capacity building juu ya revenue generation. Na bahati mbaya waandishi wasipojua wanadhani kwamba kila kitu ni lazima kuuza. Kuna wakati mwingine sio kuuza. Na namna kama unaona bidhaa haikuziki sokoni, badili bidhaa. Na pia ukigundua hata ukibadili bidhaa haikuziki sokoni, then badilisha mteja. Sasa bado waandishi wanabakia na mteja akiwa ni yule yule. Hapo anatarajia matokeo tofauti.
Maxence, asante kwa kuungana nasi na ninakutakia jioni njema na nikutakie kabisa heri ya uhuru wa vyombo vya habari siku ya Jumapili. Labda nitakie ni mosi njema. Kumbe unasherehekea nayo Inabidi kwa sababu mimi na wafanyakazi. Basi wewe na wafanyakazi wote wa Jamii Afrika na watakieni heri ya siku ya wafanyakazi. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.